kwa namna mnavyotenga muda wenu na kuketi na kusikiliza neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa mara nyingine watu wa Atape, namna ambavyo njozi hii mnaendelea nayo, lakini wale watu wa Mungu pia Tausi, tukiwashukuru wote hao, na kanisa la Waadventista wa Sabato Kihonda. Mungu awabariki sana, na mtu mmoja mmoja na watu kadha wa kadha, lakini kipekee nawashukuru sana madaktari na watu wa kada mbalimbali za tiba ambao wameendelea kutoa ushauri na kufanya matibabu katika mikutano hii kwa kujitoa sana. Mungu awabariki sana madaktari na wauguzi wote na huduma ambazo umeendelea kuzitoa kwa kadiri ya elimu ambayo Mungu amewapa juu ya mwili wa mwanadamu. Hata wale madaktari ambao na si wa Adventista na madaktari wale wa Platinums ambao wamejiunga na madaktari ambao wamekuwa siku zote wakifanya huduma hizi, na wanafanya hivyo kwa kujituma kabisa, tena bure, kwa moyo wao wa kupenda. Mungu wetu awabariki mno. Mtaa wa Mavanga kule Njombe, wilaya ile ya Ludewa, watu zaidi ya 400 wanasikiliza mikutano hii katika maeneo kadha wa kadha, na tarehe 3 watakuwa watu wengi waliojitoa kwa ajili ya ubatizo. Mchungaji Charles Atanas wa mtaa wa Mavanga, Mungu akubariki, na waumini na wasikilizaji wote katika vituo hivyo vyote, Mungu awabariki. Lakini mtaa wa Mafumbo kule Bukoba na vituo 10, na wametoa pia damu kwa ajili ya wahitaji na wagonjwa, na watu 10 tayari wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana wabariki sana. Kutoka kwa Edwin Betese, mtaa wa Mafumbo kule Bukoba, Mungu awabariki sana. Tarehe 31 mwezi wa 6, mtaa wa Bachu kule Tabora, katika kanisa la Umande SDA wamebatiza watu 20. Taarifa kutoka kwa Zirahenda Katoga. Bwana wabariki sana watu wa mtaa huo kule Bachu. Mikongeni SDA, kituo cha Tabata Kisiwani, katika maeneo hayo yote, Bwana wabariki sana, na kule kwa mtumishi wa Bwana Raymond. Taarifa zetu tunazipata, na ninajua nachokieleza hapa, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Lakini kule Bwasi wamebatiza watu 30. Taarifa kutoka kwa mchungaji Msimu. Mungu awabariki sana katika makanisa yote ya mtaa wa Bwasi. Kijiji cha Kinyambuli, wilaya ya Mkarama, kituo cha Chinga, banda la video pale, mtu wa Mungu ametoa na watu wanasikiliza sana. Laotsindo, najua hiyo lugha anayozungumza na watu wa kule. Mungu awabariki. Mama Beth Atimba katika kanisa la Nyamatare kule Msoma, ana kituo nyumbani kwake na amealika watu na wanahudhuria pale nyumbani kwake, na tayari watu 7 wamebatizwa katika kituo cha nyumbani kwake, na watu 3 jumlisha Sabato hii watabatizwa pia. Mchungaji Nyangibo amenipatia taarifa hii kutoka mtaa wa Nyamatare. Mungu awabariki sana, na vituo mbalimbali katika mtaa huo. Katika kituo cha Kirabuni, kilabu kile cha pombe kule Ifunda, Bwana amewabariki. Katika wale waliokuwa wanasikiliza, watu 6 wamefanya maamuzi ya kutotumia tena pombe, lakini pia mwingine ameacha uganga na kumpokea Yesu kwa ajili ya ubatizo. Taarifa hiyo kutoka kwa mchungaji Baraka Manoti. Mungu awabariki sana. Pastor kutoka Beroya Central SDA Bugarama Geita, Jumatano wiki iliyopita walibatizwa watu 20, na Ijumaa hii ya kesho watabatizwa zaidi ya watu 35 walio tayari kwa ajili ya ubatizo. Mwalimu Mgeta Kurijira, yeye ametoa PA system yote, halafu anazitumia katika banda la video, na ameamua hawaonyeshi mpira, na itatumika tu kwa ajili ya mikutano hii. Ndani ya vipindi hivi vyote hachukui hela yoyote, lakini ni kwa ajili ya matangazo ya Nyayo za Matumaini. Halafu cha ajabu kingine, mchungaji wa kanisa la moja wapo ya warokole pamoja
na waumini wote wa kanisa lake wamejitoa kwa ajili ya ubatizo kesho Ijumaa. Bwana awabariki sana, na kama nilivyoeleza wachungaji kadha wa kadha wengi ni kwa sababu sijapata ukubali wao, lakini nataka kusema tu Bwana awasaidie kwa namna mnavyofanya, na viongozi kadha wa kadha wa serikali ambao taratibu wa ubatizo wanaendelea kufanywa na wachungaji. Mungu awe nanyi, na wote wanaotoa fedha, wanaotoa mavazi, wanaotoa sabuni, wanaotoa taulo za kike, wanaotoa Biblia, wanaotoa kwa ajili ya mikutano hii, kwa ajili ya uendeshaji wake, wale wanaotoa kwa ajili ya mahitaji ya maeneo husika. Mungu awabariki. Tunaendelea kupokea taarifa zenu kwa wanaotoa fedha kwa ajili ya Biblia, lakini na ile taarifa ambayo mmeisikia kwa ajili ya waliompokea Kristo lakini bado wanahitaji kusafiri kurudi nyumbani Ethiopia. Bado Mungu anatutazamia wapate nyayo za matumaini, na Mungu atubariki sote. Karibuni katika somo la leo, Nyayo Chumbani, sehemu ya pili. Fumba macho tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi na utulivu uliotupatia, na serikali yetu sikivu inayojali imani za watu na kutulinda ili tuweze kuketi sehemu mbalimbali za nchi yetu ili tusikilize neno lako katika siku hizi za mwisho. Sisi pamoja na viongozi wetu wa serikali na wenye dhamana mbalimbali bado ni wanadamu uliotuumba na uliotukomboa. Tuna shauku kubwa ya kusikia mapenzi yako na kuokolewa. Nena nasi na kila mmoja wetu, tusaidie kusikia sauti yako tunapoitikia sasa na mapenzi yako katika somo la leo, katika jina la Yesu, amina. Nyayo chumbani, sehemu ya pili. Jana niliwaambia ya kwamba itakuwa ni masikitiko sana kwa kuku anayefukuzwa alafu anaingia kwenye chumba cha anayemfukuza. Itakuwa ni furaha sana kwa anayemkimbiza ili aweze kupata kitoweo, maana ufugaji wa zama zile haukuwa kwenye uzio, kwenye banda. Wanatoka asubuhi wanarudi jioni, na kwa sababu ya taratibu ya ukarimu ya Waafrika, wageni wanakuja muda wowote, na wageni wakifika muda wowote ni sherehe. Ndio maana pengine Watanzania wakasema mgeni njoo wenyeji apone. Nadhani ilikuwa ni tabia ya watu wa Mashariki ya Kati ya mbali, maana nakumbuka Ibrahimu anawakarimu wale wageni watatu asiowajua, na anafanya sherehe kwenye ile Mwanzo sura ya 18. Lakini ndio ilikuwa tabia ya Rutu kwenye ile Mwanzo 19, anawafanyia sherehe na hawajawajua ni akina nani. Na kwa sababu hiyo ndio unaweza usijue kwamba hivi unafukuzaje kuku mpaka anaingia chumbani, maana wewe unafahamu ufugaji wa kwenye banda na wako tu hapo, na kuku wengine hata hawajui mchana, hawajui na usiku. Majogoo wanawika muda wowote, hata hawajui saa ngapi wamewika. Lakini wale kuku wenyewe wanajua masaa ya kuwika, na wakiondolewa asubuhi wanajua wakati wa kurudi ni jioni. Kwa hiyo ndio maana mgeni akija lazima kijana aliye na afya aweze kupewa hiyo kazi ya kumtafuta na kumfukuza mguu kwa mguu, maana lazima tusherekee na tule. Movement yote, mwendo wote wa joka, wote wa mnyama, wote wa nabii wa uongo ni kuelekea chumbani, na chumbani watakuwa kitoweo. Jioni hii ya leo, karibuni sehemu ya pili, jinsi ambavyo Kristo anachungulia na anaona na namna ambavyo atafunga mlango watakapokuwa wameingia chumbani. Nilikuahidi ya kwamba kesho tafadhali tutarudi uweze kuunganisha kilichokuwa kinafanywa kwa Azazeli. Kristo anapokwenda kufanya kesho kile ambacho atafanya, utamfahamu Azazeli kwa karibu ni nani, kwa sababu moja mahususi kabisa, hawezi kuja mpaka ameshughulika na Azazeli. Na jioni ya leo katika somo hili tunaanza na Ufunuo 13 na ule mstari wa 11 hadi 15. Tunasoma wote kwa pamoja. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana-kondoo, akanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na watu wakaao ndani yake
wote wamsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye atafanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele huyo mnyama. Akawaambia wakaao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Biblia inaeleza mnyama anayetoka nchi kavu. Unajua kwenye ile Ufunuo wa 12 mstari wa 17 inamalizikia na joka akisimama juu ya mchanga wa bahari. Na mchanga wa bahari inaelezwa vizuri kwenye Ufunuo 17 na ule mstari wa 15 ni mataifa, ni lugha, jamaa na watu. Kwa hivyo yuko kwenye mchanga wa bahari, katikati ya maji ya bahari na nchi kavu. Yuko kwenye mchanga, lakini yuko pale anafanya nini? Kwa sababu mchanga ni lugha ya kuonyesha wingi wa watu. Na nakumbuka ile lugha ambayo Mungu alimwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa kama mavumbi ama mchanga, akimaanisha ni sio mchanga kwa maana ya mchanga unaoona bahari ya Hindi na ziwa Victoria ama maziwa yoyote ama bahari yoyote, ni wingi wa watu. Kwa hivyo joka anasimama juu ya wakazi wa dunia. Na tuliona ile joka ni nini katika Ufunuo 12 mstari wa 9, ni nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani. Kwa lugha nyingine ni kwamba Ibilisi ana mpango wa kukalia wakazi wa dunia, lakini yuko hapo afanye nini? Basi Biblia inaeleza anasubiri wakara wake namba moja. Unajuaje ni wakara wake? Katika Ufunuo 13 mstari wa 1 mpaka wa 5 Biblia inasema, nikaona mnyama akitoka baharini. Na niwaeleze kitu cha pekee, kabla miaka haijasonga, wakati mitume wanaandika, Yohana anaandika, hapakuwepo na kituo, hapakuwepo na koma, hapakuwepo na alama ya mshangao, hapakuwepo na alama ya kuuliza. Alikuwa anaandika tu, ameunganisha. Na kwa sababu hiyo unaweza ukafikiri ya kwamba Ufunuo sura ya 12 mstari wa 17 ndio wa mwisho. Hapana, hizi zilikuja kuwekwa hizo sura baadaye kulingana na muktadha wa ujumbe baadaye sana. Lakini waandishi hawakuweka sura wala hawakuweka mafungu la kwanza, la pili, la tatu, wala hawakuweka kituo. Walikuwa wanaandika tu, yaani ni mwendelezo tu mpaka. Kwa hiyo ni kusaidia waweze kujua ya kwamba Ufunuo 12 inaendelea bado. Yaani sura ya 12 mstari wa 17 joka amekalia wanadamu duniani, lakini anasubiri wakara wake na mamoja, ni mnyama anayetoka baharini, kwa maana naye anatoka katikati ya watu. Kwa mujibu wa Ufunuo 17 mstari wa 15, huyu mnyama ana vichwa 7 na pembe 10, ana viremba 10, na huyu mnyama ana majina ya makufuru. Lakini Biblia ikaeleza mstari ule wa 3 na wa 4, joka akampa kiti chake cha enzi na uwezo wake. Kwa hiyo ni mfumo, ni utawala. Tuliona ile Danieli sura ya 7 mstari wa 17 na mstari wa 23, tukaona mnyama ni mtawala. Lakini ndivyo tulivyoona pia katika Ufunuo sura ya 17 mstari wa 12 mpaka mstari wa 14, mnyama ni utawala, pembe pia ni utawala. Kwa hiyo utawala unaokuja, huyu mnyama anayetoka katikati ya watu anapewa mamlaka na kiti chake, yani ikulu yake, amekalia ikulu ya Shetani, na Shetani ndiye anampatia uwezo mwingi, na kisha ndipo yule mnyama sasa afanya anachokifanya. Na tuliona mstari ule wa 5, dunia yote ikamsajabia mnyama yule, wakasema ni nani afanya naye na mnyama huyu, na tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Alafu Biblia inasema wakamsujudu joka. Yani mwisho wa yote ni sujudu joka, yani ni mwaliko kwa ulimwengu wa msujudu joka. Sasa inamalizia hivi kwenye ule Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8, wote watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa kwenye kitabu cha uzima cha mwana
kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Halafu inakwenda inamalizia jambo la ajabu. Mstari ule wa 11 Ufunuo sura ile ya 13 inasema, nikaona mnyama mwingine, huyo hatoki baharini, anatoka nchi kavu. Kama baharini ni watu wengi, maana yake nchi kavu ni watu wachache. Kwa hiyo anatokea katika eneo la watu wachache, lakini huyu mnyama anapokuja ana sifa zifuatazo. Yaani ukiziona pembe zake ni mbili, halafu ni mfano wa mwana kondoo, na mwana kondoo ni nembo ya Yesu Kristo. Ila kuna tofauti kidogo, yeye akinena ananena kama shetani, anena kama joka. Na huyu kazi yake ni moja tu, yeye ametumwa na yule mnyama aliyetoka baharini, na kazi yake ni kuhakikisha wakazi wote wa dunia wanatengeneza sanamu kwa ajili ya huyu mnyama, na anahakikisha wanasujudu mnyama yule wa kwanza, na yule wa kwanza aliyetoka baharini. Na usisahau mnyama wa kwanza amepewa mamlaka na shetani, na kama huyu wa pili anawafanya wakazi wa dunia wamsujudu mnyama wa kwanza, na wanapomsujudu mnyama wa kwanza wanafanya ibada kwa joka, basi ni kusema hivi, huyu ni wakara muhimu sana ambaye ndiye anayeonekana kwenye jukwaa. Mimi nimesimama hapa, lakini uweze ukaona walioshika kamera, uweze ukaona wenye mitambo wanaochanganya picha na kurusha, uweze ukaona jinsi watu kule kwa watu wa TMC, wale ambao wanashughulika na Hope Channel, hao ndio wameshikilia kule ili wewe unipate kule mbali, lakini uweze kuwaona. Sikiliza ndugu zangu, yani yule mnyama anayetoka baharini huwezi kumuona, ila atakayekuwa mbele ya jukwaa, atakayeshawishi dunia, na anayetoka nchi kavu, na huyu ana sifa kama mwana kondoo, ana pembe mbili kama za mwana kondoo, ila akinena ni joka mwenyewe. Sasa lazima ujue hapa kwanza, huu wote mwonekano huu umeanzia sura ya 12 mstari ule wa 17. Na huyu joka anaenda afanye vita na wazao wake baada ya kipindi cha wakati, nyakati 2.5 wakati. Ninyi mnakumbuka vizuri kwenye Danieli 7:25, na mnakumbuka vizuri Danieli 12 na ule mstari wa 7, wakati, nyakati 2.5 wakati. Lakini pia kwenye Ufunuo sura ya 12 mstari wa 14, miezi 40 wakati, nyakati na nusu wakati. Lakini ndivyo unavyoona pia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 2, miezi 42, na ndivyo unavyosoma kwenye Ufunuo 12 mstari ule wa 6, na Ufunuo sura ile ya 11 mstari wa 3, siku 1260 ambao tuliona inaanza mwaka 538 baada ya Yesu na inafikia mwisho 1798 wakati wa mapinduzi ya Ufaransa, wakati kiongozi wa dini ya Rumi alipokamatwa kipindi cha mapinduzi ya Napoleon Bonaparte na kumpeleka gerezani mwaka 1798 na akafia gerezani mwaka uliofuata 1799. Pale mapinduzi ya Ufaransa na jemedari wake yule Bathia, ndipo walipotia pigo la jeraha la mauti. Ndio unaiona kwenye Ufunuo sura ya 13. Lakini Biblia inasema pigo na jeraha lake la mauti litapona, na lilipona mwaka 1929. Ngoja kidogo, kesho tutaonana hapo. Lakini anapopona, Biblia inasema atapanda kwenda kwenye uharibifu. Yaani vuguvugu la yule mnyama anayetoka baharini litazidi kwenda. Hakuna mamlaka duniani wala hakuna kiongozi wa dini ama kiongozi wa serikali atakayeurudisha hiyo nguvu chini. Biblia inasema atakuwa anapanda kwenda kwenye uharibifu. Haendi sehemu salama, ni kwenye uharibifu. Ila haumuoni kwenye jukwaa, unamuona yule mnyama anayetoka nchi kavu. Swali nabaki, ni mnyama gani aliyeinuka wakati wa mwisho mwenye sifa kama za joka? Fuatana pamoja nami kidogo uweze kusikia jambo hili. Mwaka 1492 mtu mmoja mashuhuri, mfanyabiashara wa Kireno anayefahamika kwa jina la Christopher Columbus, katika biashara yake ya kupeleka bidhaa kule India na kurudisha viungo kutoka India kuvileta Ulaya, aliona anazunguka sana, yeye akafikiri dunia ni tambarare. Akasema, kwa nini nahangaika siku yote hizo, nikinyoosha hapa nitaingia India. Ndipo aliponyoosha, hakuingia India, aliingia Amerika. Alikuta wenyeji wa nchi ile ni Red Indians, Wahindi wekundu. Unajua wale watu wanaojiita Make America Great Again sio wenyeji. Wenyeji ni Wahindi wekundu. Red Indians ndio wenyeji pale. Na ninyi mnaelewa kilichotokea. Ndiye aliyeleta taarifa Ulaya ya kwamba kuna nchi ina neema, kila kitu kiko vizuri na watu wake ni wachache. Ndiposa kwa kipindi hicho kulikuwa kuna dhiki na mateso, kama mnakumbuka. Maana ile mateso yalianza mwaka 538 mpaka 1798.
wakati Ukristo ulipotesa Wakristo waaminifu. Na kwa sababu hiyo ndipo wale maujaji wale watakatifu wa Bwana waaminifu waliobaki na Biblia walipokimbilia kule Marekani, na ndipo walikaenda kule. Na ndio maana unaona walipopata uhuru wao, rais wao wa kwanza, baba wao wa taifa anaitwa George Washington. Wakati taifa linapata uhuru wao mwaka 1776 alitangaza ya kwamba dini na serikali visiunganishwe. Ndio maana ni pembe mbili na mfano wa mwana kondoo, kwa sababu kutounganisha dini na serikali maana yake watu wana uhuru wa kuchagua cha kuabudu. Na hivyo ndivyo Amerika ilivyoanza. Na ndio unapoona hii mambo yanayosema ya kwamba ni haki, inayozungumza habari ya demokrasia. Yeye George Washington alikuja na kauli moja, hii ni serikali ya watu inayotawaliwa na watu kwa ajili ya watu, the government of the people, by the people, for the people. Kwa hiyo mwaka huo ndipo unaiona Amerika inakuja, na historia imeandika vizuri. Ilipofika huo mwaka 1776 Amerika ikajitwalia mamlaka kutoka kwa Uingereza katika koloni lao. Na sasa sikiliza kidogo, ninyi ambao mmesoma habari ya triangular slave trade, mmejifunza historia ya Afrika, mnajua historia ile. Kwa nini wanaitwa triangular slave? Triangular maana yake ni pembe tatu, kutokana na neno triangle, pembe tatu. Kwa nini pembe tatu? Kwa sababu ilihusisha mabara matatu, Afrika, Ulaya na Amerika. Sasa unajua ile Afrika ya magharibi, alafu Ulaya iko juu, alafu Amerika inakuwa upande ule wa magharibi. Sasa ukichora pembe tatu, maana yake kutoka Ulaya, na mnajua kipindi hicho nilikuwa kuna yale mapinduzi ya viwanda, industrial revolution, na kwa sababu walikuwa wanahitaji sana malighafi, wale raw materials. Na kwa sababu mnajua siku zote Afrika pamoja na Ulaya jinsi ambavyo Mungu ameneemesha Afrika pamoja na Amerika, jinsi Mungu anavyoneemesha. Kwa hiyo wakabili wakawa wanatafuta mazao kwa ajili ya viwanda vyao. Lakini ilikuwaje waje mpaka Afrika ya magharibi? Wale unaosikia black Americans, wale wa Afrika wenzetu ambao wako kule wakifuatilia historia, wababu zao wametoka Afrika na walichukuliwa kama watumwa. Kwa nini inakuwa hivyo? Kwa sababu ya viwanda vyao. Walipogundua miwa inalimwa, sukari kule, chai kule na nini, na ardhi ni mbichi kabisa, wakawajaribisha Wahindi wekundu kufanya kazi. Lakini wakifanya kazi wiki moja, wiki mbili, wanatema mzigo. Vijana wanasema wanatema mzigo, wanachoka, hawawezi. Mwisho wakaamua kuwachukua Waafrika wawapeleke kule. Ndio kisa wakaja kuchukua sana, walio wengi ni Afrika ya magharibi, wakavuka bahari ya Atlantic wakaingia Amerika. Sasa walipowapeleka kule, wakapiga mzigo wiki wazima, wiki mbili hawajambo, mwezi kazi, mtu na kazi, miezi 6 bado mtu na kazi. Yani Waafrika sio watu wa kawaida. Ndipo wakagundua watu wana nguvu. Ndio sasa wakaanza kuwa wanakuja Afrika, wanachukua Waafrika magharibi, wanawavusha kwenye kwenda kufanya kazi katika mashamba, wanachukua mazao kutoka Amerika, wanayavusha bahari ya Pasifiki kuwapeleka katika viwanda vyao. Kwa hiyo wakatengeneza pembe tatu. Wanakuja Afrika, pembe ya kwanza, chukua watumwa kwenda Amerika, pembe ya pili, chukua mazao kutoka Amerika nenda Ulaya, ya tatu. Ndio maana unasoma hiyo kwenye historia, triangular slave trade, ama wanaita transatlantic slave trade. Ni biashara ya utumwa iliyokuwa inapita bahari ya Atlantic. Na hiyo ndio maana unaiona hiyo biashara ikisema vile. Sasa hii inapofanyika namna ile, ndiposa wakati George Washington anajitangazia uhuru na watu wale wakasema hii ni serikali ya watu kwa ajili ya watu, kwa inayotawaliwa na watu, mwaka 1776. Hapo hawakakataa kuunganisha dini na serikali, kwa sababu wanajua madhara ilivyotokea Ulaya wakati dini ilipokuwa inaongoza serikali. Na mimi narudia kwa kipekee kabisa, ninashukuru muasisi wa taifa hili waliposema serikali haina dini ila watu wake wana dini. Sikizeni ndugu zangu, ile kauli ni nzito mno, na iliyoko kwenye ile katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muitumie maadamu bado ni mchana, kwa sababu haitaendelea hivyo miaka kadhaa inayokuja. Biblia imeeleza hiyo kitu itakuja iandifishwe. Na ndio naangalia kinachoanzia ni Amerika, waliokuwa constitutional kikatiba uhuru wao tangu Septemba 11 ile 2001 ile iliyosikia ile bomu iliyotokea Amerika, mambo mengi yalitikiswa ya kikatiba.
Kwa sababu ya muda wangu, ngoja nisogee, na hapo ndipo uhuru na ile haki za mwanadamu kuenda na kuabudu na kile taratibu. Ndipo sasa watu walikuwa wanapekuliwa, ukipiga simu zinadukuliwa, unakituma kila kitu, maana ule usiri Amerika wakawakataa, kwa sababu ndio wamesababisha hayo yote. Hii kama mnakumbuka, ndipo vita dhidi ya ugaidi ilipokuja kwenye magazeti na vyombo vya habari, na watu wengi hawajui vita dhidi ya ugaidi ni nini. Takueleza, usikose kuja kesho, maana bahati nzuri nchi zingi za duniani sina hiyo sheria imepitishwa. Lakini nani gaidi hasa? Je, alikuwa ni Osama bin Laden? Usikose kuja kesho. Niseme tu jioni hii ya leo, ndani ya kipindi hicho, kwa kuwa serikali na dini havikuwa kitu kimoja, Biblia inasema ana pembe mbili mfano wa mwana kondoo, ila atanena kama joka. Ndio maana Biblia inasema akapanda kutoka. Hiyo neno akapanda hilo unaolisoma kwenye hiyo Ufunuo sura ya 13 mstari wa kwanza ni neno linaitwa anabaino. Anabaino liko kwenye Wayunani, wana lugha moja iko kwenye wakati uliopo present tense, lakini kwenye mood ni mood moja inaitwa participle. Participle inapokuwa kwenye present tense inaeleza continuous action, yani kitendo cha kupanda ni continuous. Participle inapokuwa kwenye present tense, maana yake kitendo cha kupanda ni endelevu, yani akirudi nyuma. Na bahati nzuri watu wameandika historia juu ya Amerika, ilipoinuka haijawahi rudi chini, imeendelea kupaa na kupaa. Anabaino iliyo kwenye present participle, na Mungu hajamwambia Yohana tofauti, alimwambia Amerika itazidi kukwea. Na waambie ndugu zangu, ndio yenye mvuto na ndio yenye ushawishi na ndio itakayosimamisha sanamu. Bahati mbaya watu wanaosoma Biblia wao wanaangalia Vatican, wanaangalia Rumi, wanaangalia Ulaya, wanaangalia wapi. Sikiliza, atakayetia pumzi sio mtu mwingine, ni huyo anaye pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Huyo ndiye atakayekuwa kwenye jukwaa, ila sanamu itatiwa pumzi na yeye, ile itatengenezwa na wakina nani? Walisogea mbele kidogo. Kwa hivyo ndivyo wanavyoona Amerika inaingia kwenye jukwaa. Mwanzo wake ni mzuri, mfano wa mwana kondoo, haunganishi dini na serikali, lakini atakapotaja dini na serikali itakuwa kitu kimoja. Na nani asiyejua ushawishi wa Marekani leo kwenye siasa za dunia? Nani asiyejua? Nani asiyejua? Hata anayevua samaki za Victoria anajua. Hata anayewinda swara na vitwiga kwa kibali ama namna yoyote, muulize kama ajui. Nani asiyejua Amerika? Nakumbuka hotuba moja ambaye ni marehemu sasa, nimfuatilia hayati huyu Robert Mugabe, wakati yuko kwenye United Nations, ana address, anasema nani amekufanya kuwa kiranja wa dunia? The prefect of ours. Na alikuwa na address juu ya Marekani. Kwa nini tushinikizwe katika haya? Yule naye alikuwa mtu wa aina yake. Hiyo ni Robert Mugabe. Kauli zake zitabaki zikusaidia. Na kwa sababu hiyo ndicho unachokiona kinaendelea. Amerika ina nguvu kiuchumi na Amerika ina nguvu kisiasa. Ndio maana wale wanaofikiri Amerika itarudi chini wanaota ndoto za mchana. Biblia haijawahi kosea. Ilitangaza kuinuka kwa Wamedi na Wajemi baada ya Wakalidayo waliinuka. Ikazungumzia habari za kuja kwa Uyunani kutawala dunia, ilikuja baada ya Wamedi na Wajemi. Ikazungumzia itakuja Rumi, ikaja Rumi. Yaani kuanzia 605 kabla ya Kristo ndivyo ilivyoenda mpaka Yesu anazaliwa, Rumi ndio inatawala dunia. Na huo ni ushahidi wa kweli wa wazi. Biblia ikisema Amerika itakuwa na mvuto na itakuwa na shinikizo katika dunia, inasema kweli. Nasema kweli. Kwa hiyo hata wale nchi za komunisti waliovunjika bado wanafurukuta, lakini ni kama kurusha mkia, lakini kwenye kichwa umekanyagwa. Subirini tu muda.
Ndicho kinachoendelea, kwa sababu yeye imeeleza watakaoweka huu sanamu ya mnyama ni mnyama mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo yeye ndiye atakayetia pumzi na kuambia watakaoshindwa kusujudu huyo mnyama na sanamu yake watauawa. Tamko hilo itatolewa na Amerika. Na sikiliza, ushawishi huo utaingia pale. Nimekuahidi kesho utakaposikia habari hiyo, maana Yesu hawezi kuonekana mawinguni mpaka awe ameingia chumbani, mpaka asogee chumbani. Kwa hivyo atafanya ishara kubwa, ndivyo anasema, atafanya ishara kubwa hata moto ushuke. Sasa sikiliza hapa kwenye Ufunuo sura ya 16 mstari ule wa 13 na 14 anatajwa nabii wa uongo. Kwenye Ufunuo sura ya 13 na ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 18 anatajwa mnyama mfano mwenye pembe mbili mfano wa mwana kondoo. Ni yule yule, maana yake anahusika wa aina mbili, anahusika wa dini na anahusika wa siasa. Ndio maana kwenye Ufunuo 16 anatajwa nabii wa uongo, akitueleza hivi, katika madanganyo yote ya kidini mshawishi mkubwa utatokea Amerika. Uprotestanti wa Amerika ndio utakaoshawishi serikali. Na ngoja niwaambie ndugu zangu wapendwa ya kwamba sio dini yoyote tofauti, ni dini ya Kikristo katika uprotestanti wa Amerika utakaoomba msaada wa pembe ile moja ya mfano wa mwana kondoo, ili huyu sasa serikali atumie Umoja wa Mataifa, atumie mashirika ya kimataifa, atumie haki za wanadamu, atumie mtaala katika elimu. Huyo ndio atakayekuja, lakini anaombwa na nani? Anaombwa na ile pembe moja wapo yenye sifa ya kidini, na sio dini yoyote, ni Uprotestanti ambao ni Ukristo wa kule Marekani. Hao ndio watakao mtafuta. Naomba tafadhali utufanyie hiki na kile. Sikiliza kidogo, atafanya ishara kubwa hata moto kushuka uje mbele za wanadamu, na watu watafikiri ni moto, kumbe sio moto. Nikurudishe kidogo uweze kuona. Wakati Musa na Haruni wakiwa kwa Farao, nyoka, fimbo ya Haruni Musa alipoweka chini ikawa nyoka, alafu wale waganga nao wakaweka chini zikawa nyoka. Sasa angalia kidogo, unajua ukisoma haraka unaona kama ni nyoka. Nenda vizuri kwenye language, unaweza ukashangaa kwenye lugha ya Kiebrania, utaweza kushangaa unafikiri walikuwa nyoka. Hawakuwa nyoka aliyekuwa nyoka ni ile tu fimbo ya Musa, ndiyo Mungu aliyoiumba akawa nyoka. Sikilizeni, ule ni ushirikina tu wa waganga. Yaani ni hivi, kwa kuwa Farao na wale wote waliamini hao waganga, na ndio maana hata leo wewe na mimi ni mnaelewa, wakati tunasoma primary wanakuja wa Mazingaombwe, wanasema kachumeni majani ya miti huko nje, wanachukua kiberiti, wanatoa njiti, alafu wanaingiza majani, wanazungumza maneno kadha wa kadha, kisha anaita mmoja wenu wa wanafunzi pale primary, njoo ufungue. Ukifungua zinakuja noti za shilingi 10 zile za kijani. Na kwa kweli tulikuwa tunashangaa, hivi ni nini kinaendelea? Lakini kumbe baadaye ndio nikaelewa, hawa watu kama wana uwezo wa kutengeneza hela, kwa nini walitaka tuingie kwa vingilio? Hapa ni keusi na kekundu, ukiweka utaliwa. Kwa hiyo ni story tu hizo ni story tu. Na kwa hivyo ndio maana kiingilio kinakufanya uwe chini ya udanganyifu. Ndio maana ukienda kwa waganga anakupatia tu viutama tu kwenye kitu kadogo. Niletee tu shilingi 10,000 zamani siku hizi ndio wanaweza wakaenda huko, lakini nakwambia niletee tu senti 5 wakati zinatumika, niletee tu senti 10, niletee tu shilingi 5, niletee tu hiki. Hiyo ndio inaita ya kuandaa dawa. Wewe unafikiri ni ya kuandaa dawa, kumbe ni ya kujiandikisha, ni ya kujisajili. Unakuwa chini ya uongo. Ndio maana wale wanaoamini ya kwamba ni msukule, nawaletea msukule, na wataka niwaambia kwamba huo wote ni ushirikina kwa vazi ya kidini. Mtu asiwaambie kuna msukule, alichukuliwa msukule. Yule ni ibilisi kabisa, ndiye anayejibabaisha kwa sura za ndugu zetu waliolala. Na kwa sababu watu wanaamini, wamekubali hicho, wanakuwa ndani ya udanganyifu. Ndani ya jua hii ibilisi hajapewa mamlaka ya kuua mwanadamu halafu eti arudi, ya kumtoa asionekane halafu akae miaka mingine kule halafu nasema tunamleta. Kama wana uwezo huo, mbona hawajatuletea Magufuli? Mbona nakumbuka wakati wa Tanzania tunalia kwa kiongozi wetu, mtu mmoja akaandika, jamani, hata wakina Fano wamenyamaza, utafikiri wao wafufui watu. Kasema huyu naye amefikiri.
Kumbukeni Watanzania mtaliwa, kilichoendelea ambacho watu wanaambiwa wawafunge mpaka wafe ndio wakutane na Yesu, akijaanza hivyo, kilianzia huko. Watu wanajisimua tunaweza kufufua wakati nyumbani kwao kuna makaburi. Wewe ni wa muhimu sana kuliko aliyezika mtoto wake. Si ndio wale wanaosema nina dawa ya mapenzi ya kutuliza mke? Mbona yeye mke wa kwanza alishaondoka? Dawa zake zilikuwa wapi? Anakuambia nina dawa ya kupatia utajiri wa Tanzanite Mererani na almasi kule Geita na kule nani Mwadui na dhahabu kule, wakati watoto wake hata hawajui rangi ya dhahabu. Unajua, tuache mzaa. Na ndio maana mimi nafurahi kwamba kule Moshi kule Kilimanjaro sijawahi sikia mganga bingwa kutoka Kilimanjaro. Haleluya! Mbarikiwe watu wa Kilimanjaro, utawasikia sehemu fulani za Tanzania, sehemu fulani ndio kuna madaktari bingwa, wale wanaoweza kutibu kwa ungo, wanakimbia kwa afisi. Wewe kabango lako halafu useme huyu ni mganga bingwa kutoka Kilimanjaro, na wanaoshika hela ni wa Kilimanjaro na hawana daktari bingwa wa kutoka huko. Acheni hayo mambo, ni keusi na kekundu. Formula ya kupata uchumi, fanya kazi siku 6 na Bwana atabariki kazi ya mikono. Acha ubabaishaji unaoendelea. Pokea. Mwaka huu ninaona watu watajenga majumba, wataendesha magari. Oh, haleluya! Mtu anasema napokea. Hakuna formula hiyo. Wachina walio wengi sio Wakristo. Waarabu walio wengi sio Wakristo. Wakorea walio wengi sio Wakristo. Lakini matajiri ni matajiri wakubwa. Sasa ingelikuwa Yesu anawapa tu Wakristo wanaoomba kwa jina la Yesu pekee, si wangelikuwa ndio wataalamu leo? Hacheni mzaa, wahubiri wa Injili, rudini kwenye neno. Hacha kutapeli watu wa Bwana, na serikali liangalie hilo. Watatupelekea raia wa nchi kwenye kula majani kama mbuzi. Tafuta watu wataalamu, wafundishe namna kufanya biashara, wafumbue fursa za maeneo hayo. Sio unaanza kuambia watu utafungua simu utapokea hela. Kutoka wapi? Mbona wewe ya kwako hujafungua? Ya kwako mbona hujafungua simu yako? Iache wewe mchungaji iende kwa mshiriki. Acha ushirikina. Serikali tusaidie katika hili pia. Watu wa Mungu wafanye kazi, wasitapeliwe. Simu itoke kwenye laini yako, hela ipite kwako, iende kwa mshiriki, iende kwa muumini. Hicho ndicho kinachoelezea atafanya ishara na maajabu. Na Yesu alituonya kwenye Mathayo 24 ule mstari wa 4 na 5, akasema angalieni mtu asiwadanganye, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo na watadanganya wengi. Akarudia mstari wa 11, akarudia mstari wa 23 na 24, kisha akasema mstari wa 25, tazama nimekwisha waonya mbele. Ndio maana msikia mtu mmoja anapiga kelele kwenye vyombo vya habari, kwenye YouTube, anasema kwa nini wanatuharibia dini ya Ukristo? Kwa nini anasema hivyo? Namfahamu, hata anasikiliza pale, yule anaitwa nani, Nyerere yule. Anasema kwa nini wanatuharibia jamani? Angalia dini zingine zimetulia, wasituharibie dini yetu ya Ukristo. Ni kama sikuwa na muda tu, sikuwa na namba yake ya simu, ningemwambia sikiliza, katika dini zote duniani dini yenye ukweli ni Ukristo, na Ibilisi anajua lazima atainua wazushi kwenye Ukristo. Ni kwenye Ukristo, kwa sababu ndio ulio na matunda. Mtu wenye matunda ndio unashambuliwa kwa mawe. Jua tu hivyo, mtu wa Mungu, wala usihangaike. Yaani ndio hivyo. Na uzuri, anayeitwa Kristo mwenyewe ameruhusu matapeli kwa jina lake. Sasa wewe unaumia nini ikiwa yeye mwenyewe Kristo amesema nimeruhusu? Kwa hivyo maana yake baki kwenye neno, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Na hivyo Protestanti wa Marekani itautambulisha mnyama, na ili Marekani iunde sanamu ya mnyama, nguvu ya kidini lazima itawale serikali. Sikiliza, kiongozi wowote wa kisiasa duniani ajue, aelewe, akubali asikubali, dini itatawala serikali za dunia, na sio dini yoyote ya Kikristo. Sasa anatawala nini? Lazima sanamu iundwe. Na Uprotestanti wa Marekani
Hata watu wanaosikia habari za Democratic na Republican wanachanganya hii kitu ni chama kipi. Wewe sikiliza tu ujue tu ya kwamba ni Uprotestanti wa Marekani watakao influence, watakao shawishi serikali ya Marekani mambo mengi ya penye kwa upande ule. Na usisahau mamlaka ya serikali itaajiriwa na kanisa ili kukamilisha lengo la kidini. Na ni hapo itaundwa na Uprotestanti, sanamu ya mnyama itaundwa na Protestanti wa Marekani kwa ushawishi wa serikali kutekeleza amri zao. Sanamu ya mnyama ni muundo utakao shawishiwa na Uprotestanti wa Marekani, Protestanti ulioanguka na kuiacha kweli, na ndipo utakapoungana na serikali, na kwa sababu ya kile walichokiunganisha wao na umoja wa madhehebu duniani, wa dini duniani. Na ninyi mnaelewa mpaka leo madhehebu mangapi ya Kikristo karibia liturujia inaenda kuwa moja. Kwani wanachua wajui? Watu wanachua wajui kwamba tunaunganaga kwenye ibada kule katika madhehebu mbalimbali ya Kikristo kule. Nani asiyejua tuna umoja wa Kikristo hapa Tanzania na Afrika Mashariki na duniani? Lakini kwa bahati nzuri kesho utakuja kuelewa ni Waadventista wa pekee ndio hawako kwenye umoja huu. Kesho nitaeleza kwa nini hawawezi kuingia pale, kwa sababu tu ya kimaandiko. Usije maana mmoja asema hawa mbona sio Wakristo, mbona wanajitenga, mbona. Hapana, hawajitengi, ila neno ndio linalowatenga. Maandiko ndio yanayobagua. Maandiko tu ndio yanayobagua. Kesho utapata hilo jibu la swali, kwa nini Waadventista wa Sabato sio tu Tanzania, sio tu Afrika Mashariki, sio tu Afrika, sio tu duniani, sisi sio wanachama. Kesho usisahau kuja. Kwani wapi tunafanya? Tunapata wapi kule? Sio kwamba hatutaki umoja huo. Umoja huo tunautaka, lakini upi basi? Ndio tunapaswa kuelewa. Katika kitabu kile cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 32, na itakuwa ya kwamba mtu awaye yote atakayelitia jina la Bwana ataponywa, kwa kuwa katika mlima Sayuni na katika Yerusalemu watakuwako watu watakaookoka, kama Bwana alivyosema, na katika mabaki hawa waitao Bwana. Yoeli alisema wakati wa mwisho atamimina Roho Mtakatifu, watakuwako mabaki. Alafu pia kwenye Ufunuo 12 mstari wa 17, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Pia kwenye Ufunuo 12 mstari wa 17 inaelezea waliosalia. Lugha ya waliosalia katika Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 32 anatumia neno linaitwa sarid. Sarid ndio ambao Wayunani wanatumia neno ambao ili waonyeshe kwamba waliosalia wanatumia neno loipoi katika wingi, ama loipo kama ni kitenzi, ama loipo kama ni mmoja. Kwa hiyo said ama loipoi maana yake waliosalia. Sala hiyo maana yake waliobaki wakiwa wazima, survivors. Wale ambao kama ni tatizo limetokea, ni janga, ni tetemeko likafika, alafu wengine wanasikia wamepona, hao wamesurvive, wamepita wakasurvive. Kama ni ugonjwa umepita ukaua milioni na watu wakabaki, hao nasema hao ndio waliosalia, remain untouched. The rest hao wamebaki bila kuguswa. Na ni wapi hao? Usisahau kwenye Ufunuo 12:17 ni baada ya wakati, nyakati mbili nusu wakati, ndio wanaitwa waliosalia. Kwa hiyo ni kuanzia mwaka 1798 waliosalia ndio joka anavita nao, na amesema unawajuaje? Wazishikao amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Kwa hivyo waliosalia ni wale baada ya kupigwa na mawimbi. Tuangalia mpaka Thiatira, ile kanisa la kipindi kile cha 4, kanisa lililoelekea pabaya, kuanzia Waefeso mpaka 100 ikaja ile Simina mpaka mwaka 313 tukaingia ile kanisa la Pergamo 313 mpaka 538, kisha unaingia Thiatira mwaka 538 mpaka 1798, kisha unaingia Sardi 1798 mpaka mwaka 1833, kisha unaingia Philadelphia mwaka 1833 mpaka mwaka 1844, kipindi ambacho kweli ziliibuliwa za neno la Bwana zilizochafuka kipindi cha nyuma. Na kwa sababu hiyo ina maana hao wote walipopanda na kipindi cha Philadelphia, kisha unaingia Laodikia ambao si moto sio baridi, kuanzia 1844 mpaka kuja kwa Yesu mara ya pili, ni kipindi ambacho uvuguvugu utakuwa
uelewa mwingi. Na sifa ya Laodikia ni hii: wanajiamini sana wakati si kweli, hawana neno la Bwana, lakini wanajiona wana macho wakati hawaoni. Kwa hiyo wanapokaa kwenye mikutano, wanapoimba nyimbo, wanapohubiri, lakini Yesu amefungiwa nje. Biblia inamtaja katika Ufunuo 3 mstari wa 20, tazama nasimama mlangoni na bisha. Yaani shughuli nyingi za Laodikia zinafanyika kwa jina la Yesu, lakini Yesu amemfungia nje. Hiki ndicho kinachotajwa pale, lakini anasema nakupa ushauri. Ndani ya kipindi hicho cha wakati huo ndipo Mungu alishaona atainua waliosalia. Hao wana sifa moja tu, mbili pekee: wanazishika amri za Mungu na wana ushuhuda wa Yesu. Hizo amri 10 za Mungu ni zipi? Na ninyi mnaelewa vizuri Mungu alichokifanya alipoumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Na utaona alichokifanya kwenye ile Mwanzo sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Akastarehe siku ya 7, akaibariki, akaitakasa. Na unaona anarudia kwenye Kutoka sura 20 na ule mstari wa 8 hadi 11. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi. Ndani ya zile amri 10, na akaandika kwa kidole chake, kama tunavyosoma Kumbukumbu la Torati sura ya 9. Naam, alihubiri inaitwa agano kwenye Kumbukumbu la Torati sura ile ya 4. Akaandika akamwambia, weka kwenye mbao za agano. Na kwa sababu hiyo wakati waliosalia wana sifa za kutunza amri za Mungu, na wanatunza amri zake, wana ushuhuda wa Yesu. Na kwa sababu hiyo ni wakati wa mwisho. Niwaambie ndugu zangu wapendwa, hata ukiimba shetani nipishe, nimechoka na wewe, hata ukisema ukahubiri hatumtaki shetani, shetani anasema hauna amri, tuendelee. Shetani hajawahi kuwa na vita na mtu yeyote ambaye hana amri 10 za Mungu. Kwa mujibu wa Ufunuo 12 mstari wa 17, joka akamkasirikia mwanamke, akaenda afanye vita na uzao mwanamke waliosalia. Mimi naposimama hapa na kueleza ulimwengu juu ya amri 10 za Bwana, uikumbuke siku anapozungumza, mimi Bwana Mungu usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usihitaje jina Bwana Mungu wako bure. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, waheshimu baba yako na mama yako, usiue, usiizni, usiibe. Anaenda mpaka anamaliza. Yani zile amri 10 joka ndizo anazochukia. Na ndio maana hata wale wanaosema hakuna haja ya Sabato, si kweli. Wanaposema Yesu alianguka msalabani, si kweli. Mbona hawafundishi watu kuzini? Hawafundishi watu kutokuwa na nidhamu kwa wazazi wao? Mbona hawafundishi watu ya kwamba tunahitaji kuabudu miungu? Mbona hawaambii watu ya kwamba iba hakuna haja? Niwaambie siri ni hii: joka anaelekea chumbani. Na chumbani kuna nini? Rudisha mawazo kule nyuma. Chumbani kuna sanduku la agano lenye kiti cha rehema. Anakoelekea shetani anajaribiwa akaibe ile tabia ya Bwana, mbao 2 za mawe, sheria yake ambayo imeshikana na kiti cha rehema. Anakoketi Bwana. Karibu chumbani shetani, karibu chumbani mnyama, karibu chumbani joka. Hapa ndipo Yesu atakapomaliza vita. Hapo ni hapo ndipo Yesu anatafuta waliosalia duniani, Wakristo waliosalia. Na Mungu anajua watu wa Mungu wengi ni waaminifu huko waliko. Wanasali siku ya Ijumaa, wanasali siku ya Jumapili, na hakuna nani asiyejua siku ya 7 ni Jumamosi, hata kama walibatiza jina la Jumamosi, yani ndio siku ya kwanza. Hiyo haiwezi fichika. Yesu aliiweka akaichonganisha wakati anakufa. Biblia inasema ilikuwa ni siku ya maandalio kwenye ile Luka 23:51 mpaka Luka 24 mstari wa 5. Siku Yesu anakufa ilikuwa ni Ijumaa, na usisahau ndio ilikuwa Pasaka kwa mujibu wa kalenda ya Bwana. Na halafu akazikwa, akapumzika kaburini. Wale wanawake wakashindwa kumpaka mafuta kwa sababu Sabato inaingia. Asubuhi ya alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma, walipoenda wanakuta Yesu amefufuka. Yani hakuna atakayeziba hiyo siku. Kwa hata wakiita ni Jumanne, wakiita Jumamosi, wakiita Alhamisi, yani ukweli ni huu: kila aliye na macho na anaweza kusoma, na kila tukio kisikia kuna Ijumaa Kuu. Mbona dini za Kikristo, madhehebu mbalimbali wanajua Ijumaa Kuu ikifika hawali nyama? Ukiuliza ni kwa nini? Yesu yuko msalabani. Yani siku Yesu anakata roho haikuwa kificho. Watu wote waliona na wakajua siku aliyokufa ni siku ya Ijumaa. Biblia inaita ni siku ya maandalio na Sabato. Yesu akapumzika kaburini. Nani asiyejua? Nani asiyejua? Niliwaambia jana, hii kupumzika Jumapili ilikuwa ni siku ya Mungu jua.
ambako Ukristo katika karne ya 4 na ya 5 walipoamua kuchukua hiyo siku kama chambo cha kuwanasa wapagani, wakaacha utakatifu wa Bwana. Ninashukuru ya kwamba bado kwa karne zote Bwana alikuwa na uaminifu wake, na ndio maana hata wakati wa mwisho atainua waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hao ndio maadui wa Shetani. Kuabudu sana, kuimba sana nyimbo na kufanya sala na kufunga, kama ndani ya moyo wako amri 10 za Bwana haziko, huwezi kuwa adui wa joka. Joka anawajua maadui zake ni wale wanaoshika amri za Mungu. Hao ndio maadui wa Shetani. Na jioni hii ya leo, hii habari njema ni hii. Kwa nini anaelekea kule? Anakwenda kuitangaza Jumapili kuwa siku ya ibada. Kesho utakuja kuona. Yaani anatafuta serikali, anatafuta dini, anatafuta serikali za dunia, anatafuta Marekani ashawishi, watumie uchumi, watumie mtaala, watumie haki za binadamu, watumie nguvu za kiuchumi, watumie nguvu za kijeshi, ni ili mradi tu wapate nguvu ya ziada. Kwa wingi wao amesimama juu ya mchanga wa bahari, ili waje waambie dunia wasio sujudu mnyama watauawa. Ngoja uone jeuri ya Mikaeli, Yesu Kristo aliye hai. Maana wanakoenda, wanaenda eti wamtoe Mungu aliye juu ya kiti cha rehema, aliyeketi kwenye sanduku la agano, halafu wafungue wazitoe sheria, zile mbao 2 za mawe ambazo ameketi juu mbinguni. Ndio maana Ufunuo 11 mstari wa 19 anasema, kisha hekalu lake Mungu lioko juu mbinguni likafunguliwa na sanduku la agano likaonekana ndani yake. Yaani juhudi zote za kuhamisha Mungu atoke kwenye kiti cha rehema kilichoshikana na sanduku lenye sheria ya Bwana ni makosa ya kiufundi. Unaenda chumbani. Subutu. Subutu joka. Subutu Shetani. Kwa sababu Mungu ni Bwana wa mataifa. Utawala wake ni wa milele. Yeye ndio shujaa wa vita, atatupigania. Tunajua nini kinakuja. Wasio sujudu, Biblia imesema wauawe. Lakini habari njema ni hii, hawataweza. Yesu atakuta mashujaa wakiwa hai, waaminifu. Ninashukuru na kumtukuza Bwana kwa wachungaji mbalimbali ambao wanasali siku ya Jumapili, walioamua kukumbatia ukweli na waumini maeneo mbalimbali. Mimi nalisema hili kwa zamu yangu tu ya kwamba ukweli ni huu. Kama unahitaji na Mungu wako, Biblia imesema joka ana vita na wanaoshika amri za Mungu. Na haijawahi kuwa amri za Mungu ambayo haina sabato, ile amri ya 4. Wamechakachua ile ya pili wakaiondoa, alafu wakagawanya ile ya 10 zikatoka 2. Nenda uangalie Biblia na uangalie vile vitabu vya madhehebu yao. Biblia iko wazi mno. Na ndio maana siku ya Sabato wakasema shika kitakatifu siku ya Bwana. Kipi hicho kitakatifu? Kwa nini wasiwaambie watu ikumbuke siku ya 7 uitakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote? Kesho utakuja kuona Sabato itagawa duniani. Itagawa kundi hili na kundi hili. Kesho usije ukasahau, maana lazima Ibilisi anakwenda kuchochea. Habari njema ni hii, Mikaeli atasimama kwa ajili yetu. Fanya hivyo maada ambalo ni mchana. Kwa sababu hiyo jioni ya leo nasema Yesu natoa maisha yangu. Kwenye vituo hapa tulipo, simama pale ulipo, kwamba Yesu natoa maisha yangu. Wakati mchungaji Mrozi anakwenda kuomba kwa ajili yetu, Yesu natoa maisha yangu. Tembea kule kwenye vituo, hata hapa tembea, Yesu nasalimisha maisha yangu katika vuguvugu hili. Yesu shujaa, pigana nami. Tembea tu hapa jioni ya leo. Tembea kule uliko jioni ya leo. Tembea kwenye vituo kule, tembeeni kule Iraq, tembea Uingereza, Kongo, Japan, tembea. Wale ambao kwenye vituo hapa, Yesu natoa maisha yangu. Na kuna ubatizo tutakuwa nao hapa. Tembea tu, kama una mtu umesimama naye pale na anahitaji kutiwa moyo, tembea pamoja naye. Yesu natoa maisha yangu. Tembea pale ulipo. Bwana wabariki sana, Bwana wabariki sana. Kule kwenye vituo Shinyanga, Mbeya, kule Mtwara, kule Lindi, kule Rudewa, kule Tanganyika, kule Jombe, tembea kule Moshi, kule Mamba Miamba, kule Giti Pareni, tembea kule Mbwambo, tembea kule Aikonti, tembea Mamba Miamba. Tembeeni tu jioni ya leo. Tembea kule Daru, tembea tu jioni ya leo. Tembeeni kule kwenye vituo kule, tembea. Bwana anaaja na wewe ili ukawe adui wa Shetani. Atakayeweka adui hizo ni Yesu mwenyewe jioni ya leo. Tembea. Nani anayejua?
Tembea jioni ya leo, wakati wanaendelea kuja, tembeeni kule kwenye vituo, tembeeni. Pastor, karibu kwa sala. Na tuombe. Takatifu na Mungu wetu, hii ni jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Amen. Ni agizo moja tu, tukuche wewe Mungu wetu na kuzishika amri zako. Asante kwa neno hili lililofundishwa mahali hapa. Ninaomba kwa dhati neno hili likatulie katikati ya moyo wa kila aliyesikia. Amen. Na Baba, nakusihi usimpatie amani yoyote mpaka amejitoa kwa ajili ya kuja kwa ajili ya ukombozi. Amen. Asante kwa neno hili. Asante kwa watakatifu waliojitoa hapa na katika vituo. Utubarikie, tutunze, tuongoze na tufanikishe katika jina lake Yesu. Amen. Amen. Bwana akubariki.